pia wizara yetu tutaendelea kushirikiana na Ofisi ya Rais Utumishi wa Umma ili kuendelea kutekeleza ajenda ya mageuzi ya kidijitali kupitia ujenzi wa daftari la huduma za serikali au Government Service Directory yenye lengo la kuweka huduma zote za serikali katika mfumo mmoja ili kuweza kuhakikisha tunaendelea kuwa na ufanisi na kuwa na uwazi zaidi. Aidha, kupitia directorate hii wizara inashirikiana na Ofisi ya Rais Utumishi Zanzibar ili kukamilisha mfumo pia wa Zanzibar Service Directory kwa kupitia mradi wetu wa Tanzania ya kidijitali. Aidha, kama serikali tumeendelea kuchukua hatua za kimkakati katika kuandaa na kuhuisha nyaraka za usimamizi wa TEHAMA ili kuendelea kuweka msingi thabiti wa mageuzi ya kidijitali nchini. Aidha, kama wizara tumeendelea pia kuhusisha wadau mbalimbali wa sekta ya umma pamoja na sekta binafsi katika mchakato wa uandaji wa nyaraka husika ili kuhakikisha tunazingatia mahitaji halisi ya taasisi, lakini vile kuzingatia mwenendo wa teknolojia ya kisasa. Kwa ujumla, nipende tu kusema kwamba kupitia jitihada hizi zote zinaendelea kuakisi dhamira ya serikali ya kujenga mazingira ya usimamizi bora wa TEHAMA yatakayoendelea kuchochea ubunifu, kuongeza uwajibikaji, lakini pia kuharakisha utoaji wa huduma kwa ufanisi. Ndugu zangu washiriki, ili tuweze kuyaona mabadiliko haya ya kidijitali na yaweze kuendelea kuwa endelevu na yenye tija, ni lazima sote tuunge mkono na sera na sheria zinazoendana na kasi ya maendeleo ya sekta ya TEHAMA. Kwa muktadha huo, nipende kuelekeza maeneo machache. La kwanza, ni vema Katibu Mkuu pamoja na viongozi wote wa taasisi zetu chini ya Wizara ya Habari, Teknolojia ya Habari na Mawasiliano kusimamia kikamilifu uhuishwaji wa sera ya TEHAMA pamoja na uanzishwaji wa sheria ya TEHAMA kwa kushirikisha wadau wote wa umma na sekta binafsi na kuhakikisha kwamba zoezi hili linakamilika mapema na kwa wakati. Lakini ya pili, nipende kuiagiza tume yetu ya TEHAMA Tanzania kuendelea kuimarisha usajili na uendelezaji wa wataalamu wa TEHAMA na kuimarisha mifumo ya kusimamia na kusaidia kampuni changa bunifu za TEHAMA ili bidhaa bunifu na huduma zao ziweze kuingia sokoni kwa haraka na kwa ufanisi. Lakini tatu, naziagiza taasisi za umma na sekta binafsi kuhakikisha zinawasilisha katika wizara yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari taarifa kuhusu mifumo yao ya TEHAMA, taarifa hizo zikiainisha mifumo hiyo inavyosomana na mifumo mingine. Lakini nne, kwa upande wa kampuni changa au startup kuhakikisha kwamba zinajisajili kwenye mfumo uliowekwa na tume yetu ya TEHAMA Tanzania ili ziweze kunufaika na fursa pamoja na mikopo mbalimbali. Tunachojadiliana hapa kwa hizi siku tano ni masuala mazima yanayohusiana na dira ya mwaka 2050. Kwenye dira hii imeonyesha dereva mmoja au driver ni mapinduzi ya kidijitali, kwa Kiingereza wanasema digital transformation. Hilo ni eneo letu sisi katika sekta yetu. Kwa hiyo tunapata fursa ya siku tano ya kujadiliana kipi tukifanye ili yale malengo yaliyowekwa katika dira ya mwaka 2050 kama ikiwezekana tuweze kuyafikia mapema zaidi. Tunajua kuanzia Julai 1 tuna miaka 25 ya kufikisha malengo, na katika chumi za sasa hivi, chumi za kidijitali, unakuta sekta nyingi za kiuchumi ambazo mara nyingi ndio zinatumika kupima pato kuu la taifa zinatumia sana TEHAMA. Na tukizungumzia kwa kawaida masuala mazima yanayohusiana na mapinduzi ya kidijitali, tunaangalia nguzo 5. Nguzo ya kwanza, masuala mazima yanayohusiana na ujuzi wa kawaida ambao inatakiwa kila mtu awe nao, ujuzi wa kati ambao ni mara nyingi wale mafundi mchundo wanaitwa au technician, na ujuzi wa hali ya juu advanced skills ambayo mara nyingi tunaangalia hao watafiti wanaotengeneza mifumo mbalimbali ya akili unde na vitu vingine. Nguzo nyingine inahusiana na masuala ya usalama wa kidijitali, ulinzi wa taarifa za watu binafsi, masuala mazima yanayohusiana na kulinda faragha za watu na kumlinda mlaji. Katika uchumi wa kidijitali, walaji ni kila mtu anayetumia mifumo, naye inatakiwa alindwe. Hizi siku tano, kuna siku ambayo tunajadiliana kuhusiana na
mafanikio ya wanawake katika TEHAMA, changamoto wanazokutana nao ambao ndio siku ya leo, na vitu gani ambavyo serikali inatakiwa tufanye na wao vitu gani wafanye ili kuweza kupata tija inayoendana na uchumi wa kidijitali ambao tunaujenga kwa kasi kubwa. Siku ya pili ni siku ya vijana kwenye TEHAMA. Na siku ya vijana kwenye TEHAMA tunajadili vitu hivyo hivyo. Tunaangalia vitu walivyofanikiwa. Vijana wengi wana mafanikio makubwa sana katika eneo la akili unde. Changamoto gani ambazo zipo, vitu gani ambavyo serikali inatakiwa tufanye na wao wafanye nini. Kuanzia Jumatano mpaka Ijumaa tutakuwa na mada mbalimbali, mawasilisho ya watu mbalimbali wanaotoa ya kitaalamu kama mambo ya teknolojia za anga. Tutaangalia vizuri katika eneo hilo na tutapata fursa ya kuweza kujua kuna satellite yetu moja ambayo itarushwa na taasisi ya anga ya Japani. Watatoa wasilisho lao na wapi tumefikia, ili Watanzania wote wajue kitu gani ambacho tumenuia kama serikali kuweza kufika huko ambapo tunatakiwa tufike. Wanawake wamekuwa chachu haswa katika maendeleo ya teknolojia na hasa mageuzi ya kidijitali ambayo yamekuwa yanaendelea duniani. Hii inaendana na mkakati wa kidijitali, wa uchumi wa kidijitali ambao ulizinduliwa mwaka 2024 na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, ambao unaainisha vizuri kabisa jukumu la wanawake katika kusukuma gurudumu la maendeleo hasa katika teknolojia kwenye maeneo ya ubunifu na kuhakikisha teknolojia hizi zinatumika kwa ajili ya maendeleo yao binafsi lakini na uchumi kwa ujumla.